Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Lakini tupo katika mwezi ambao Bwana anatuimarisha sana. Ni mwezi wa kuimarishwa na Bwana. Na tunapokuwa katika mwezi wa kuimarishwa na Bwana, kuna vitu vingi sana ambavyo tungetamani Bwana atuimarishe. Na moja ya vitu ambavyo Bwana anaenda kutuimarisha, ambapo najua na wewe pia ni shauku yako, hata mimi wakati Mungu anasema nami ilikuwa ni shauku yangu ya kwamba katika mahali tulipo Bwana atuimarishe kwa kutuletea watu wake na kutuunganisha na watu wake. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa divine connection, muunganiko wa kimungu. Muunganiko wa kimungu ni vile ambavyo Mungu anamuunganisha mtu wake na mtu wake, mtu wake na mtu wake. Nitakupa mfano kibiblia. Na kabla sijaenda kusoma, unakuta kila mahali ulipo yupo mtu wa Mungu ambaye Mungu ana uwezo wa kukuunganisha naye. Mtu wa Mungu ambaye Mungu anaweza akakuunganisha naye. Tumeshaona hata katika mambo ya kazi, kwenye taasisi mbalimbali, kwenye taasisi ziwe za kiserikali ama zisizo za kiserikali, za watu binafsi, huwa kuna watu ambao wanaingia kwenye hizo taasisi kirahisi kwa sababu ya connection, na Mungu akitaka kukutajirisha anakuunganisha na watu. Biblia inasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendwa, hivyo nimeinua watu, ama nitainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Sasa tunaona hapa Mungu anaeleza kumuinulia mtu watu kwa ajili ya kufanikiwa. Ni maombi ambayo unatakiwa ombe nayo kila siku, kwamba mahali ulipo yupo mtu wa Mungu. Pale ulipo yupo mtu wa Mungu kwa ajili ya wewe kufanikiwa. Nasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18. Tasoma kuanzia ule mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hakuna mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Kwa kuwa mimi nina watu wengi katika mji huu. Akakaa huko muda wa mwaka mmoja na miezi 6, akifundisha kati yao neno la Mungu. Tunaona Mungu anamwambia Paulo, ambia usiogope, we nena, ongea, usiacha hata neno moja. Anamwambia hivi ya kwamba huko uliko mimi nina watu wangu. Anamwambia hivi kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Nina watu wengi. Hichi ni kitu ambacho watu wengi huwa hawaelewi, ya kwamba anaweza kafika mahali akasema hivi, hapa hakuna wa kabila langu, hapa hakuna nemfahamu. Yani unaweza asiwepo mtu wa kabila lako, anaweza asiwepo mtu nemfahamu, lakini Mungu akawa na watu wake pale mahali. Na ndio maana akasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendwa, nitakuinulia watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Maana yake nini? Kabila za watu ni watu sio wajua, anakuinulia. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu kumwambia Mungu tunahitaji kuimarishwa na wewe, Mungu huwa namba moja anakuinulia watu. Katika kila mahali unapotaka kwenda, Mungu ana watu. Katika kila biashara unataka kwenda, Mungu ana watu. Katika kila wizara, Mungu ana watu. Katika kila makampuni, Mungu ana watu. Katika kila miji na vijiji, Mungu ana watu. Katika kila mitaa, Mungu ana watu. Lakini ni ngumu kuwajua wale watu, kwa sababu Mungu atakuconnect nao. Mtu mwingine anaanza, watu wote si watu wa Mungu. Ni ukweli, lakini Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataomba, watanyenyekesha na kuacha njia zao mbaya, anasema nitasamehe na kuiponya nchi. Watu wa Mungu. Nini maana yake? Tanzania wapo watu wa Mungu.
Rwanda wapo watu wa Mungu, Kongo wapo watu wa Mungu, hata kule ambako nadhani hakuna Ukristo kabisa, Mungu ana watu wake. Irani, Iraki, Mungu ana watu wake. Akitaka kufanya jambo lolote, Mungu anainua watu wake. Na ndio maana katika kaza mikono yako, omba Mungu akuinulie watu wake. Katika biashara hiyo, omba Mungu akuinulie watu wake. Leo tutaenda kumwambia Mungu tu connect na watu wako. Unapotuimarisha katika maisha mbalimbali, katika uchumi, katika mambo kadha wa kadha, tuinulie watu wako. Na utaona jinsi ambavyo Mungu atainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mungu atakuinulia watu watakao kusemea. Mungu atakuinulia kina Yohana Mbatizaji, watakao tangulia kukutambulisha ya kwamba mimi sio yule bali ajaye nyuma yangu. Lazima apatikane mtu atakaye kutambulisha. Mungu ana watu, ana watu. Sasa ni lazima ujiconnect katika ulimwengu wa roho kwa watu wa Mungu. Nataka twende mbele za Bwana, tumwambie Mungu tu connect katika uwepo wako. Mahali hapa nilipo, ninajua ni biashara nayoanza, ni mpya, lakini katikati ya mahali nilipopata flame una watu. Ni connect na watu wako. Either wale watu watakao kusaidia wewe kuwa na mradi wako mzuri, biashara yako nzuri, ama wateja. Ni connect na watu wako. Mungu, unapotaka kuniimarisha kiuchumi, connect mimi na watu wako. Umesema na watu wengi katika mahali fulani ambapo nataka kuapply kazi. Ni connect na watu wako. Utashangaa mahali unapoenda kuapply kazi, mambo yanaenda kirahisi kwa sababu Mungu anakuconnect na watu wake. Nataka tuende mbele za Bwana na siku ya leo mwambie Mungu, ninaomba uniunganishe na watu wako. Kiu yangu ni moja tu, niunganishe na watu wako. Nahitaji kuunganishwa na watu wako. Utajikuta Mungu maisha yanaanza kuwa mepesi. Maisha yanaanza kuwa mepesi. Aliyekuunganisha na aliyekudhulumu ni nani? Sio Mungu. Sio Mungu. Na kama ungeomba Mungu akuunganishe na watu wake, usingedhulumiwa, usingeaibika, usingefedheheka. Mungu anaconnect na watu wake. Mimi nasema watu wengi wanaendaga mahospitali, anafika tu anaambia nipime. Muombe Mungu akuconnect na madaktari sahihi. Omba Mungu connect na manesi sahihi. Omba Mungu connect wanaenda kuchukua vipimo. Omba Mungu connect na watu sahihi. Usiende tu hospitali unaenda kujifungua, hujui nani atakaye kufanyia hiyo kujifungua kwako. Unaenda tunasema hivi, Mungu mimi naenda tu kujifungua. No, usiishi maisha rafu. Mwambie Mungu kule hospitali na kwenda kujifungua, we Mungu na watu wako. Au una nesi wako ambaye yeye Mungu, huyo nesi ambaye umemweka kule ndio atakaye nifanyia mimi vipimo vyote, ndio atakaye nisaidia mimi kufanya nijifungue salama. We Mungu una watu wako. Mungu ana watu wake. Mungu ana watu wake. Hata katika serikali ambayo uko nayo, Mungu kule ana watu wake. Hata kwenye familia, Mungu ana watu wake. Kwenye ukoo, Mungu ana watu wake. Kila kona, Mungu ana watu wake. Nataka tuende mbele za Bwana tukajiweke wakfu kwa ajili ya siku ya leo. Tumwambie Mungu wale watu wako wale ukatuconnect nao. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa rehema na neema nyingi sana. Asante kwa mkono wako, asante kwa kibali. Tunakushukuru kwa maana leo ni siku njema ambao Mungu ulimwambia Paulo aongee, asiogope, kwa maana wewe Mungu na watu. Mungu aliye hai, hata sisi watoto wako na mtoto wako anayeniangalia na kunisikia anahitaji neema mahali anapofanya kazi, mahali anapofanya biashara. Mconnect na watu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninaomba ukaachilie na nuru yako ya ajabu inayoangaza. Achilia Mungu aliye hai, watu wako akadhihirike na ukamuunganishe mtoto wako na hao watu waliozibeba baraka zake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana na uwe na siku njema kabisa. Unaweza ukajiambatanisha kwa sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744
982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.